Yesu aliyemwagika pale msalabani ili tutakase. Neno hili la kwamba hukuoshwa, hukutakaswa linafia hapo. Kwani kwa sababu iko damu ya Yesu, ni wajibu wako wewe kuiendea. Uendee msalaba kwa imani. Nenda mbele za Mungu kwa imani, ukiamini kwamba atakutakasa na atakusafisha, nawe utakuwa hai tena. Jina la Bwana libarikiwe. Biblia inatuambia wazi kabisa kwamba hakuna hukumu juu ya hao walio katika Kristo Yesu. Kwa mtu yoyote au kitu chochote kinachotaka kukuhukumu wewe, hakiwezi kukupata. Hakiwezi kukupata. Na anasema kwa nini? Kwa sababu roho yule aliyemfufua Kristo kutoka kwa wafu anakaa ndani. Sasa kama Yesu alifufuliwa na Roho Mtakatifu, na huyo Roho Mtakatifu anakaa ndani yako, wewe unakufa sasa. Utakufa lini? Wanapojaribu kutaka kuua, mimi sikwambii kwamba hawatajaribu, watajaribu. Watakupelekea moto wa kutaka kumaliza biashara yako, watakupelekea moto wa kutaka kumaliza ndoa yako. Lakini ninachotaka nikwambie, pokea neno la msalaba, pokea neno la Mungu, lifanye kuwa la kwako, ya kwamba alipofufuka, alifufuka kwa ajili yako, ili vya kwangu vilivyokufa vipate kuwa hai. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Anasema ulipokuwa katikati ya damu yako na nilikutazama. Kwa hiyo maana yake nini? Unapokuwa unapita kwenye teso lako, unapopita kwenye shida yako, Mungu anakuangalia. Mungu anakutazama. Jana niliwafundisha nikamwambia, Mungu aliyochaka kielele siku hiyo. Hata kama unapita kwenye matatizo, mpaka useme. Mwambie mzako mpaka useme. Mwambie tena mpaka useme. Nakwambia useme utakufa na hiyo shida.